Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwamba imempendeza siku ya leo tena Jumatano, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 4 kuwepo nyumbani mwa Mungu, lakini pia kujifunza maneno yake. Basi kichwa cha somo ambacho tutajifunza kwa pamoja kaandika kutafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu. Kutafuta uso wa Mungu. Amen. Tuanze na andiko la kwanza kabisa kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 11. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 mpaka wa 11. Naomba nikutangulie kusoma. Biblia imeandika hivi: kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Naomba nirudie mstari wa 8. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10. Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mstari wa 11. Akasema, Mungu manake akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Au kwa tafsiri nyingine, je, umekula wewe matunda ya mti niliyokukataza usiale? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kichwa cha somo kinasema kutafuta uso wa Mungu. Tumeanza kwa andiko hili ili tuweze kupata picha kidogo kwa nini kama mwanadamu imetupasa kutafuta uso wa Mungu katika maisha yetu. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, mstari ambao tumesoma ni habari ambayo tunaifahamu wengi. Ni mahusiano ambayo yalikuwa yamejengwa kati ya Mungu na mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa ni Adamu. Na mahusiano ambayo yalikuwa yamejengwa kati ya Mungu na huyu mwanadamu ambaye ni Adamu yalikuwa ni mahusiano mazuri, mahusiano chanya ambayo Mungu alikuwa amekusudia kwamba kama kila mmoja angetunza nafasi yake katika ule uhusiano, maana yake matokeo yake yangekuwa mazuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaona kabisa kwamba katika haya mahusiano Mungu alikuwa baada ya kumpa majukumu ya kufanya Adamu, Mungu alikuwa ana desturi, maana yake kawaida ya kuja kuwatembelea ili kuona ya kwamba wanaendeleaje katika ile kazi alikuwa amewapatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kuwa Mungu alikuwa na desturi na kawaida hiyo, kipindi mwanadamu ametoka bustanini amejiendea alikojiendea, kwa sababu utaratibu wa Mungu bado uko pale pale kama baba, kuboresha mahusiano kati yake na mwanadamu. Bado Mungu hata siku ile ambayo alikuwa amejitenga ameenda bustanini, bado alikuwa
ilivyokuwa desturi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Biblia sasa ukisoma kwanza mstari wa 8, Biblia inasema Mungu alipokuwa amefika mahali pale, manake matarajio yake alikuwa ametarajia kumkuta Adamu pale alipomwacha, alipomweka. Lakini cha ajabu, Biblia inasema Mungu alipofika mahali pale hakuona mtu. Bustani ipo, lakini mtu aliyemweka na kumpa majukumu hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mstari wa 8, subiri nifafanue tena. Anasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Kwa hiyo kumbe Adamu na mke wake walikuwa wanajua, yaani Mungu akitokea tu kwenye bustani, uwepo wake walikuwa wanauelewa kwamba Mungu ameingia mahali hapa. Kwa hata hapa Biblia inasema Adamu na mke wake wao ndio walisikia kwamba Mungu amefika. Lakini baada ya kusikia, anasema Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Maana sasa waliposikia Mungu amekuja tena, twende. Wakaondoka, wakapatana, wakaenda kujificha bustanini. Akili ya mwanadamu hiyo ikasema twende tukajifiche. Na wanasema twende tukajifiche ili Mungu asifanye nini? Asituone. Mungu asituone. Bwana Mungu akamwita Adamu, akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia wewe uko uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Je, wewe mwanadamu umenitenda dhambi? Bwana Yesu asifiwe sana. Umenitenda dhambi? Kwa hiyo ukiendelea huku chini inakuja kuonyesha jinsi ambavyo kila mmoja kwa nafasi yake alibidi kujitetea. Lakini mazingira sasa ambayo walikuwa wameyatengeneza hawa, walijiondoa katika nafasi yao ambayo Mungu alikuwa ameitengeneza toka awali, mahusiano ya ukaribu kati ya yeye na mwanadamu. Baada ya hawa kuharibu na Mungu kuweka ule asema akaiwekea ile, akaizungushia ile bustani ya Eden upanga wa moto kusoma kumbe, ili kila asiweze mtu kuingia kwa urahisi kama ilivyokuwa awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo sasa ndipo ilipoanzia mwanadamu. Ili Mungu ajitokeze katika maisha yake, ni lazima bidii kubwa sana itokee ili Mungu apate kumuona katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafuta uso wa Mungu. Zaburi 105 mstari wa 4. Kipata nini msaidizi? Kitabu cha Zaburi 105. Kitabu cha Zaburi 105 na mstari ule wa 4, neno la Bwana linasema, takeni Bwana na nguvu zake, tafuteni uso wake siku zote. Amen. Daudi anasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema utafuteni uso wake siku zote. Maana kitu chochote ambacho mtu anaingia katika hali ya kukitafuta, maana yake upatikanaji wake sio rahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema utafuteni uso wake siku zote. Maana yake Mungu haonekani kwa urahisi, lakini pale ambapo nitatia akili, nitatia bidii kwanza kumtafuta Mungu, hapo ndipo Mungu ataanza kujifunua
nataka nimtafute. Siku vita ikiinuka, Mungu anataka nimtafute. Siku moyo wangu ukiwa na furaha, Mungu anataka nimtafute. Siku moyo wangu ukiwa na huzuni, Mungu anataka nimtafute. Maana Mungu atamtafuteni Bwana siku zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome na kitabu cha Zaburi 27. Mstari wa 8. Zaburi 27 kuanzia mstari wa 8. Neno la Bwana linasema, uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Amen. 9. Usinifiche uso wako, sijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Amen. Daudi anasema, Bwana, uliposema nitafuteni uso wangu. Hili ni agizo ambalo Mungu alimwachia mwanadamu, kwamba nitafuteni uso wangu. Sasa Daudi anasema, Bwana, wewe uliposema nitafuteni uso wangu, moyo wangu mimi Daudi ulikuambia, uso wako nitautafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitautafuta kwa namna gani? Kwa njia ya maombi. Mtafuteni Bwana siku zote. Uso wako, moyo wangu umekuambia, uso wako nitautafuta. Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako. Maana madam nimetia nia ndani ya moyo wangu, basi Mungu usinifiche uso wako. Maana kwa kadri ambavyo mtu anaanza kumtafuta Mungu, anaanza kujitoa kwa Mungu, Mungu ni mwaminifu. Mungu hawezi kujitafuta. Anasema anitafutaye kwa bidii ataniona. Maana Mungu ni lazima aonekane, lakini ni pale ambapo mwanadamu moyo wake sasa uliofarakana na Mungu kwa njia ya dhambi, umeamua, umechukua hatua ya kwamba Mungu nitakutafuta. Anasema wanitafutao kwa bidii wataniona, na mimi nitajidhihirisha kwao. Na neno la Mungu ni kweli na ni amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Daudi anasema, maana umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Kwa hiyo kama ambavyo tuliona kwamba Mungu, uso wa Mungu ulitengwa na maisha ya mwanadamu, ni dhambi tu ambayo imeweka kama ukuta. Nyakati za wenzetu akina Adam, dhambi ile ile, licha ya kwamba sisi tumekuja kupatanishwa na Yesu Kristo kwa njia ya ujio wake. Maana anasema kitabu cha Mathayo, anasema atazaliwa mwana, jina lake ataitwa Immanueli. Tafsiri yake akisema, yaani Mungu pamoja nasi, au pamoja na mwanadamu. Manake huyu Yesu alikuja kama kuleta upatanisho wa ule uharibifu ambao ulikuwa umetokea Eden, ule utengano kati ya mwanadamu na Mungu ambao ulikuwa umetokea Eden. Lakini licha ya kwamba Yesu amekuja, bado wanadamu tungali tukidumu katika dhambi. Kwa hiyo dhambi ikikaa kwa mtu, hiyo bado inaweza ikaweka ukuta ule ule ambao uliweka hata nyakati za Adamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa dhambi bado inaweza ikaweka ukuta, tukashindwa kuona uso wa Mungu katika maisha yetu. Na tukizungumza kwa habari ya uso wa Mungu, sio kuiona sura ya Mungu kama Mungu atokea uone sura, hapana. Maana ni udhihirisho wa uwepo wa Mungu katika maisha yangu. Pale ambapo ninakuwa na shida, ninakuwa na vita, ninakuwa nimekosa
asifiwe sana. Roho yangu ikaniambia hata katika vita hii bado yupo Mungu pamoja na wewe. Roho yangu ikaniambia hata katika jaribu hii Mungu yuko pamoja na wewe. Maana hicho ndicho ambacho tunatamani, kwamba Mungu ajidhihirishe kwa asilimia zote katika maisha yetu kama wanadamu. Lakini atajidhihirishaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi ndio ilitengeneza ukuta kati ya mwanadamu na Mungu. Sasa mwanadamu kwa kuwa alimwacha Mungu, ilibidi alipe gharama ya kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliyemwacha mwenzie ni nani? Ni Mungu, ni mwanadamu? Mwanadamu ndo alisaliti mahusiano. Yeye ndo aliondoka. Manake yeye aliyeondoka lazima yeye ndo apambane arudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule aliyeondoka manake yeye ndo hayupo mahali ambapo anatakiwa awepo. Mungu yuko pale pale. Mungu hajaondoka, yuko pale pale. Ila yeye mwanadamu kwa kuwa yeye ndo ameondoka, manake yeye ndo apambane aje hapa, mahusiano yaendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hiyo namna ambayo mwanadamu anatakiwa arudi, sasa lazima arudi. Sasa hiyo lazima arudi sasa kutafuta uso wa Mungu, yule ambaye wakati mwingine umefarakana kwa njia ya dhambi, maisha ambayo tunayaishi. Kwa hiyo Bwana anatamani kuwa rafiki yetu maishani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapomwendea Mungu katika maombi, ni njia mojawapo ya kutafuta uso wake. Maana kwa kadri roho yangu inavyokuwa inaomba na kuomba na kuomba tena na tena, tena na tena, ndivyo ambavyo Mungu anaanza kujifunua taratibu kwa mtu. Anaanza kujifunua taratibu kwa mtu. Kwa maana kiwango kile ambacho nazidi kujisogeza, ndicho kiwango ambacho hicho Mungu anaanza kuonyesha uso wake katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome pia Yakobo 4:8 na Zaburi 63:1-3. Yakobo 4:8 na Zaburi 63:1-3. Kitabu Yakobo mstari wa 8, neno la Bwana linasema, karibieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Takaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Amen. Yakobo 4:8 anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo tumeongea kwamba mwanadamu yeye ndo alikuwa ameondoka, ameenda mbali kabisa na Mungu. Sasa Yakobo anasema mkaribieni Mungu. Maanake ukisha kumkaribia Mungu, mwanadamu kisha tengeneza mazingira ya kumkaribia Mungu na kumkaribia, anasema sasa na yeye atawakaribia ninyi. Maanake ni vile vile kwamba anayeanza huo mchakato wa kuleta uso wa Mungu katika maisha yake, kuleta ule uwepo wa Mungu katika maisha yake, kuleta ule utukufu wa Mungu katika maisha yake, kuzileta baraka za Mungu katika maisha yake, ni mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu akitengeneza haya mazingira, ndipo Mungu atatukaribia sisi. Maanake ndipo Mungu ataweza kuufunua uso wake katika maisha yetu, nasi tukapata kumuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu itakaseni mikono yenu na mioyo yenu. Maanake kwa sababu kwa nini anasema itakaseni mikono yenu na mioyo yenu? Kwa sababu anajua dhambi imechafua mikono yetu, ni chafu. Mungu hawezi kutukaribia kwa staili hiyo. Mioyo yetu bado ni mibaya, inawaza mawazo mabaya. Mungu hawezi kutukaribia kwa staili hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maanake kwa kadri ambavyo napata muda mrefu wa kuomba, kujitakasa, kuomba rehema kwa Mungu, ndivyo ambavyo nazidi kumsogeza uso wa Mungu katika maisha yangu. Nasogeza uwepo wa Mungu katika maisha yangu. Nasogeza fadhili za Mungu katika maisha yangu. Na hapo ndipo hatua za kumuona Mungu akinihudumia
zitatokea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 63:1-3. Kitabu cha Zaburi 61:1-3, neno la Bwana linasema, Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, mwili wangu wa kuonea shauku, katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo ninavyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Amen. Nasema, Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu, na mwili wangu unakuonea shauku, katika nchi kame na uchovu isiyokuwa na maji. Nyakati ngumu, nyakati za machozi, nyakati za maumivu, Daudi anasema nafsi yangu inakuonea kiu na moyo wangu unakuonea shauku katika nyakati hizo. Sasa katika nyakati hizo anasema, basi Mungu, mimi nitakutafuta mapema. Kwa nini nitakutafuta mapema? Kwa sababu uwepo wa Mungu katika maisha ya mtu tayari ni tiba kwenye nyakati za ukame. Tayari ni tiba kwenye nyakati ngumu anazokutana nazo. Tayari ni tiba kwenye maumivu anayokutana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nyakati ngumu ambazo Daudi alikuwa nazo, anasema ndizo nyakati hizo ambazo atainuka kumtafuta Mungu mapema, ili kusogeza uso wa Mungu katika maisha yake, ili kusogeza uwepo wa Mungu katika maisha yake, ili kuleta utukufu wa Mungu katika maisha yake. Anasema, ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako. Kwa hiyo matarajio ya Daudi katika kumtafuta Mungu, katika kujitoa kwa Mungu, katika kujibidisha kwa Mungu, anasema ili nizione nguvu zako na utukufu wako. Nisiwe mtu wa kuambiwa ya kwamba Mungu anaweza. Nisiwe mtu wa kuambiwa kwamba leo nimeona utukufu wa Mungu katika maisha yangu. Anasema ni mimi Daudi mwenyewe nitakutafuta. Nitaamka asubuhi na mapema niutafute uso wako, ili nizione nguvu zako, ili niuone utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Sema, maana fadhili zako ni njema hata kuliko uhai. Fadhili za Bwana zikimzingira mtu, uwepo wa Mungu, uso wa Bwana vikiambatana na mtu, anasema ni njema hata kuliko uhai wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu yeye Mungu manake anasema tukiishi tunaishi pamoja naye, tukifa tunakufa pamoja naye. Kwa maana yake ule utoshelevu tu wa Mungu ukiwepo katika maisha ya mtu ahesabu hata uhai kwamba ni kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila uwepo tu wa Mungu ukiyavaa maisha yake, maana yake hicho ndicho kitu cha thamani katika maisha yake, na ndicho ambacho anasema ndugu yetu Daudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwake ni furaha akilia, lakini akilia kwamba ninalia Bwana niko pamoja naye, anaona kwake ni furaha. Nikitoa machozi lakini nikiwa na uhakika kwamba machozi anatoa Bwana yuko pamoja nami, haoni kwamba machozi ni kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anajua uhakika wake kwamba Mungu yuko pamoja naye katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo mwanadamu natia bidii kushughulika kumtafuta Mungu, ndivyo Mungu hutupatia haki yetu upesi. Kwamba kwa kadri ambavyo mimi napambana kumtafuta Mungu, kujitoa kwa Mungu, kutafuta sheria zake, kutafuta hukumu zake, kutafuta amri zake, kutafuta maagizo yake, hasa kwa kadri ambavyo anajitoa katika kutafuta yale na nikayafanya kwa bidii, anasema Mungu ndivyo na yeye sasa hupambana kunipatia haki yangu
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo mengine Mungu atafanya tu akifurahi, na furaha ya Bwana huwa iko kwa, yaani furaha ya Bwana mara zote hudhihirishwa pale ambapo mtu anajibidiisha kufanya mapenzi yake. Hapo ndipo watu huweza kuiona furaha ya Bwana. Hapo kinyume chake siwezi nikaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna mambo mengine ambayo hatutayaomba, ila Mungu atafanya mwenyewe. Kuna mambo kabisa ambayo hatutayaomba. Leo tulikuwa tunajifunza kitabu cha Mwanzo sura kidogo, lakini inahusu habari za Abraham. Biblia inasema kipindi Mungu amemtembelea mahali pake Ibrahim alipowaona tu wale watu, alitenda ukarimu ambao hata haukusindikizwa nyuma na mahitaji aliyokuwa nayo. Lakini kwa kuwa Mungu alifurahi kile ambacho alitenda Abraham kwa nyakati hizo, Biblia inasema Mungu alijibu lile ambalo lilikuwa ni hitaji la familia ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu ya vile ambavyo alitenda. Kwa hiyo mazingira ambayo wanadamu tunamtengenezea Mungu ya kutafuta uso wake, hayo ndiyo huchochea mambo mengine Mungu ayafanye katika maisha yetu, aidha tukiwa tumeomba ama hatujaomba. Lakini yeye huingilia kati tu kushughulika na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo kwa kadri ambavyo najitahidi kupambana na dhambi, ndivyo Mungu hujifunua taratibu maishani mwangu. Kwa kadri ambavyo mwanadamu, Mungu anajua, lakini hata sisi pia tunafahamu kwamba kitu ambacho kimeweka ukuta kati ya mwanadamu na Mungu ni dhambi. Ni dhambi kabisa. Lakini katika mazingira ya dhambi hizo maadamu ziko, na Mungu anajua kabisa kwamba adui aliyesababisha mwanangu ashindwe kufanya vile ambavyo anataka ni dhambi. Sasa hizo dhambi lazima pia Mungu ili aweze kutusaidia, lazima amuone mwanadamu yupo kwenye mchakato wa kupambana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima amuone mwanadamu yupo kwenye mchakato wa kupambana na dhambi. Kama iko dhambi ambayo inanisumbua, kama iko dhambi ambayo inanizinga kwa upesi, maana ili Mungu aje kuleta msaada, aone angalau niko napambana nayo, ila ni kwa sababu tu sijafikia ile nguvu ya kuiondoa. Lakini mchakato umeuona. Maana Mungu ni rahisi kuleta nini? Msaada. Waebrania 12:4. Kitabu cha Ibrania 12 mstari wa 4. Biblia inasema, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hatujafanya vita kiwango cha kumwagika damu tukishindana na dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio inatutenga tushindwe kuona uso wa Mungu. Lakini Mungu anakuja kusema katika ile andiko ya kwamba mwanadamu bado hamjafanya vita. Sioni kwamba kuna mtu ambaye anaona kabisa kwamba hii dhambi labda nishughulike nayo hata kwa kiwango hiki na hiki, labda kwa kufunga na kufunga na kufunga, au kuomba na kuomba tena na kuomba tena na kuomba tena. Sijaona mazingira haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajikuta tunabaki pale pale. Hatuwezi kuona uso wa Mungu kwa namna kama hiyo. Maanake Mungu anataka tufikie hatua. Kama kuna dhambi ambayo nimeigundua iko katika maisha yangu, kuwa ni watu wa kupambana nayo kwa namna yoyote ile, ili kikubwa tu iondoke. Kwa sababu hiyo ikikaa, uso wa Mungu ni ngumu kuona, na Mungu kujitokeza katika maisha yangu ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusimame tuweze kuomba. Na hilo ndilo neno la Bwana ambalo Mungu ametupa jioni ya leo.
Jiombee vile ambavyo natamani Yesu akusaidie. Ni kweli wote kwa asilimia zote 100 tunatamani Mungu aweko katika maisha yetu. Kwa asilimia zote 100. So maisha ya mwanadamu pasipo Mungu hatuwezi. Yamejaa vita, yamejaa changamoto, yamejaa maumivu hayo, lakini tunamhitaji Mungu. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza mambo makubwa, unaweza Bwana, Bwana, unaweza Bwana, unaweza mambo magumu, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza mambo magumu, unaweza Bwana, Baba unaweza, Jehova Nisi, Mungu mtakatifu, hakuna aliye kama wewe, Jehova Shama, mwaminifu uliyetuumba katika hali ya ukamilifu. Yesu, hukutarajia kwamba mwanadamu atakuacha wewe Kristo. Ndio maana ulipokuja katika Edeni ukamuita, ukamwambia Adamu, Adamu uko wapi? Kasema Bwana, niko uchi. Kamwambia Adamu, wewe umetenda yale niliyokuagiza usitende. Yesu Kristo, ndivyo tulivyo wanadamu. Yale uliyotukataza ndio tunafanya, yale uliyotuonya ndio tunayafanya, yale uliyotukaripia ndio tunayafanya. Ninaomba rehema yako Bwana, ninaomba rehema yako mtakatifu, ninaomba rehema yako Yesu Kristo, ninaomba rehema yako Mungu wa roho yangu, ninaomba rehema yako wewe Bwana wa mabwana, ninaomba rehema yako Mungu wa mbingu na nchi, ninaomba rehema yako Mungu ishie milele, ninaomba rehema yako niko niko, ninaomba rehema yako mtakatifu Mungu wa Israeli, ninaomba rehema yako mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba rehema yako mtakatifu Bwana. Roho yangu imekutenda
mioyo yetu, inua shauku katika maisha yetu, inua shauku Baba, inua shauku, inua Baba, inua shauku, inua shauku. Tukutafute wewe Baba, tukutafute wewe kwa maombi, tukutafute wewe kwa utumishi, tukutafute wewe Bwana, tukutafute wewe Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako Baba, tunaomba neema yako, maana wewe ulisema ninyi ni wapitaji katika hii dunia. Dunia si yetu, dunia si mahali petu. Ulisema ninyi ni wenyeji na watu wa nyumbani mwake Mungu, na watu wa nyumbani mwake Mungu. Bwana wa uzima, tia akili zetu ufahamu, tia akili zetu ufahamu, tia akili zetu maarifa, tia akili zetu busara, tia akili zetu ufahamu Baba, tujue ya kuwa Baba tu wapitaje. Inatupasa kukutafuta wewe maadamu unapatikana, maadamu upo Bwana, maadamu unaonekana, maadamu unakuja. Yesu, tupe neema, tujalie watu wako Bwana, tujalie watu wako Mfalme. Tutakuwa wageni wa nani Bwana? Tutakuwa wageni wa nani Yesu? Tutakuwa wageni wa nani Bwana? Tumejua mioyo yetu imesadiki ya kwamba wewe ndiwe Mungu wetu Mfalme. Mioyo yetu imesadiki kabisa ya kwamba wewe ndiwe uliyetununua. Mioyo yetu imeamini kabisa ya kwamba wewe ndiwe uliyetuchagua. Bwana wa uzima, tuongoze katika njia ya haki Baba, kwa ajili ya jina lako. Mchungaji mwema, mchungaji mwema, Bwana wewe ndiwe mchungaji wangu. Yesu, wewe ndiwe mchungaji wangu, hatutapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi kando ya maji utulivu tupo, utuisha nafsi zetu na kutumu. Yesu Kristo Masihi, tunakutaka wewe Bwana, tunakutaka Mfalme wa wafalme, tunakutaka wewe Jehova. Sema mtakeni Bwana, madamu unapatikana. Najua Bwana uko, najua Bwana uko. Sema nikaribieni nani nitawakaribieni. Katupe neema ya kurejea kwako, kama kondoo ambao tumepotea kwa mawazo, kama kondoo ambao tumepotea kwa masikio. Tumeacha wewe uliye baba yetu, tumeacha wewe uliye Mungu wetu, tumeacha wewe uliye sitara yetu, tumeacha wewe uliye utoshelevu wetu. Tusaidie kurudi, tunapoacha njia, tusaidie kurudi, tusaidie kurudi Mfalme wa wafalme. Baba mtakatifu, wewe ndiwe Mungu wa milele yote. Hakuna aliye kama wewe Bwana, hakuna aliye kama wewe Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tuombee mkesha wa siku ya Ijumaa. Tumalizie kwa kuombea mkesha wa siku ya Ijumaa. Tamka neno. Tunatamani tukamwone Mungu, natamani tukamwone Mungu, watu wakahudumiwe, watu tukahudumiwe, tukaone uso wa Mungu ukiwepo katikati yetu, tukaone uwepo wa Mungu ukiwepo katikati yetu, tukaone utukufu wa Mungu ukiwepo katikati yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti ya Baba, tunakupa utukufu kwa wewe ni Mungu. Baba, asante Jehova Adonai. Baba, asante kwa kweli mwaminifu Yesu Kristo. Baba, tumeweka mkesha Yesu, tukiamini kabisa inawezekana kwa njia moja wako ya kutafuta uso wako. Tunaomba Bwana Yesu, usifiche uso wako Baba. Wewe ukawepo katikati yetu Bwana. Wewe ukawepo Bwana kutujibu. Wewe ukawepo Bwana kutusaidia. Wewe ukawepo Bwana kutujibu. Wewe ukawepo Bwana kututetea. Wewe ukawepo Bwana, ukawepo Yesu Kristo Nazareti ya kila nafsi inayokuja Baba, isiondoke kwa hasara. Kila moja akapate faida, kila moja akapate faida. Baba, asante kwa kweli mwema. Asante kwa ajili ya watumishi wako ambao wamesimama Baba kwa ajili ya maombi, Baba kwa ajili ya neno, Baba kwa ajili ya ushauri, Baba na mambo mengine yatakayotendeka. Baba, mkono wako ukawe mkuu. Baba, mkono wako ukatukuze. Baba, mkono wako Jehova
ukawe mkuu, mfalme wa wafalme. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Ni wewe mfalme wa wafalme. Pokea utukufu kwa Bwana wetu. Pokea utukufu Jehova. Katika jina la Yesu. Usifiwe mfalme wa amani. Usifiwe Mungu mwenye nguvu. Katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Pokea utukufu Bwana. Asante Yesu. Amen. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Na nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza. Amekuwa mwamba imara. Tunampenda Bwana Yesu. Haleluya. Hey! 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 Mahali nimefika, nimeona wema wako, na sasa ninasema wewe ni Ebeneza.
Amen. Mungu atubariki. Amen. Tuinamishe vichwa, tushukuru kwa sababu ya matoleo. Tunakushukuru Mungu wa baraka, Mungu wa utukufu, Mungu uliyetuumba. Wewe ni baba yetu, heshima na utukufu na shukrani ni za kwako. Baba, jioni ya leo tumekuja mbele yako, tumesikia neno lako. Tunaomba neema yako na msaada wako. Neno lako limegonga kabisa ndani ya mioyo yetu, ya kwamba hatujafanya vita ya dhambi hata damu ikamwagika. Mungu tusaidie kabisa katika jina la Yesu. Kuna maeneo mengi tuko tayari tukutende dhambi, lakini sio tuone damu, tuone maumivu katika maisha yetu. Utusaidie Bwana katika jina la Yesu Kristo. Kuna mahali pengine tumesema uongo ili tukubalike. Tumesema uongo ili watu wapate kutupatia vitu fulani fulani. Tumedanganya ili tuendelee kupata kibali juu yao. Mungu wa baraka, tumekataa kuwa kweli hata kama damu itamwagika. Hata kama kuna mambo tutapoteza. Hata kama kuna hasara tutapata. Tunaomba utusaidie Bwana. Tumesikia neno lako Baba jioni ya leo. Tukiangalia wenzetu watakatifu wa zamani walifanya vita na dhambi hata damu ikamwagika. Utusaidie siku hizi za leo, sisi tunaoishi katika zamani hizi za uovu. Nikumbushe akili zetu, kila mtu kufanya vita na dhambi kazini kwake, nyumbani kwake, mtaani, kila eneo anakopatikana. Tusaidie kufanya vita na dhambi hata kama damu itamwagika. Ni neema kutoka kwako Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba yetu, tunasimama mbele zako Mungu wa baraka. Tunanyenyekea mbele yako, tunakuletea matoleo yetu. Tumeleta kutoka katika yale Mungu uliyotubariki. Tunaomba zikubali sadaka zetu jioni ya leo, ikubali na mioyo yetu Baba. Tunakutolea kwa furaha, kwa moyo wa kupenda. Wewe ni Baba yetu na Mungu wetu. Heshima na utukufu zikurudie wewe Baba yetu, tangu sasa na hata milele. Amen. Karibuni tumtolee Mungu sadaka.